Tembeapo na ua wa mbinguni, nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Uniruhusu nitembee, Bwana mbarikiwa katika njia uliyoifanya, iongozayo moja kwa moja kwenye nchi ya huko juu. Nikitoa furaha kila mahali kwa mwenye huzuni na mpweke. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembeapo na ua wa mbinguni, nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Karibu upendo Mwokozi wangu aliyengu, nijalie nisizurure gizani kamwe. Yaweke mapito yangu bila ghadhabu na nafsi yangu itosheke. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Oh, jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembeapo na ua wa mbinguni, nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Hivi karibuni mawimbi yatakoma, nami nitasafiri tena, lakini nikae nyumbani kwangu huko juu. Nijalie niwe mfalme mbarikiwa kote mpaka ufukweni. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembeapo na ua wa mbinguni, nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Hebu tumpigie makofi. Waweza kusema Bwana asifiwe? Oh, jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembeapo na ua wa mbinguni, nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Ubeti wa mwisho tena. Hivi karibuni mawimbi yatakoma, nami sitasafiri tena, lakini nikae nyumbani kwangu huko juu. Nijalie niwe mfalme mbarikiwa kote mpaka ufukweni. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Oh, jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Tembeapo na ua wa mbinguni, nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Hebu tumpigie makofi tena. Oh, feel my way every day. Nitembeapo na ua wa mbinguni, nijalie kutembea na kutabasamu. Kila siku kwa upendo. Bwana asifiwe. Je, huna furaha asubuhi ya leo kwamba umeijaza mapito yako kila siku? Je, umejaa upendo? Hilo ndilo jiwe la kifuniko. Huyo ndiye Roho Mtakatifu. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana. Amina. Uko hivyo, unafurahia kweli kweli kwa Mungu kwa neema yake yote, rehema zake na upendo wake. Ni furaha iliyoje kuwa katika uwepo wake tena asubuhi hii. Si ajabu tuweza kutembea kote tukiimba na kutabasamu popote tuendapo. Hivi tuna kitu cha kuogopa? Hata chembe. Amina. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Tembeapo na ua wa mbinguni, nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Ubeti wa mwisho tena. Hivi karibuni mawimbi yatakoma, nami sitasafiri tena, lakini nikae nyumbani kwangu huko juu. Nijalie niimbe mfalme mbarikiwa njia nzima mpaka ufukweni.
jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Lo, jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Tembeapo na ua wa mbinguni, nijalie kutembea wakati wote nikimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Jina la Bwana lihimidiwe. Sitaki kuona nyuso za huzuni nje huko. Huku ni kujaza mapito yangu. Weka tabasamu usoni mwangu. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Lo, Bwana asifiwe. Ninayo furaha nami ninashukuru sana kuwa hapa leo pamoja na kila mmoja. Samani kila mmoja wenu leo. Nisameni sauti yangu kidogo, huenda nilikuwa nikipata sauti kidogo weekend hii. Nimekuwa nikiusikiliza ujumbe huo na kufurahia kile Bwana alichotufanyia. Ni ujumbe ulioje yenye askari tuliokuwa nao. Je, mliziona tabia za Bwana Yesu Kristo Jumatano usiku au la? Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Ndiyo, tabia zake mwenyewe. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Yeye alitutumia Melkizedeki. Yeye yule aliyemtembelea Ibrahimu alikuwa pamoja nasi Jumatano usiku huu. Je, unaamini hilo kwa moyo wako wote? Alitambulishwa kwa tabia zake. Yeye alituambia tabia zake zilikuwa zipi, na kisha akajitambulisha mwenyewe kwetu ili kutujulisha huyo ni nani aliyekuwa katikati yetu. Kutuambia kuwa yeye ni nani? Yesu Kristo. Ati nilikuwa? La, yeye yule jana, leo na hata milele. Yule mmoja yuko pamoja nasi, amekuja kwetu leo kama yule Melkizedeki. Naye anakuja kwa nani? Ni nani? Hebu tumsikie nabii huyo alisema nini kuhusu jambo hilo. Ujumbe huo ni kama vile tulivyosikia ule wa vita vikuu sana vilivyowahi kupiganwa. Kuna tuninia, hakuna kusitisha wakati unataka kusoma nukuu kwenye ujumbe huo. Ni baraka iliyoje, yote ni nukuu moja kubwa. Ni kama vile tulivyozungumza mara nyingi, ni barua moja kubwa ya mahaba kwetu sote. Anasema, naye mtu huyu akajitambulisha mwenyewe wakati aliposema Ibrahimu. Lo jamani, Elohim. Ibrahimu akasema Elohim. Hilo hapo neno na nabii pamoja, wote wawili wametambulishwa. Elohim. Yeye kasema, yu wapi mkeo Sara? Kasema, yumo hemani nyuma yako. Ndipo basi muujiza ukafanyika. Elohim, Ibrahimu alimuita ajitoshelezaye kwa yote, Mwenyezi Mungu mwenye nguvu zote. Huyo ndiye aliyekuwa amesimama katika mwili wa mwanadamu papo hapo mbele ya Ibrahimu. Amina. Yeye alisema Melkizedeki huyo alikuwa ni nani? Alisema ilikuwa ni yule mimi niko aliye mkuu, akisimama papo hapo akizungumza naye katika mwili wa mwanadamu. Alisema alimtambua yeye kwa tabia zake. Dakika ile ile alipomwita yeye Ibrahimu, hakuna aliyejua hilo ila Ibrahimu. Hakuna mtu ila tu Ibrahimu ndiye aliyejua jina lake limebadilishwa. Na akamwita atoke. Jamani, jinsi moyo wake ulivyokuwa kama vile sisi tunavyomsikia ndugu Branham na neno hilo, jinsi ambavyo mioyo yetu ilivyoruka ndani yetu. Huyo hapo Mungu akijitambulisha kwa tabia zake. Bwana asifiwe. Amina. Yesu alisema wakati alipokuwa duniani alifanya jambo lile lile Elohim alilofanya. Hiyo ilitambulisha tabia yake kwamba ni Mungu. Kwa hivyo Mungu, ndugu Branham, alikuwa na tabia za Yesu, na Yesu alikuwa na tabia za Elohim, na Elohim alikuwa na tabia za Mungu. Hivyo basi ni nani aliyekuja katika siku yetu? Wote walikuwa na tabia zilizofanana. Wote ni mmoja. Amina. Bwana asifiwe. Na yeye alisema hapo kabla, katika siku za mwisho, wakati tu wa kuja kwa mwana wa Adamu, wakati anapofunuliwa, hali hii itatukia tena kama ilivyokuwa Sodoma. Elohim miongoni mwa watu wake, Mungu Mwenyezi. Hilo ndilo maandiko yasemalo, Elohim miongoni mwa watu. Hiyo ni nzito. Kwa miaka 40 yeye amekuwa akitubatiza kwa Roho Mtakatifu. Elohim, Mungu.
Angalieni, Ibrahimu aliona ishara moja, wito mwingine, ishara, wito, ishara, akimngojea yule mwana aliyeahidiwa. Lakini ishara ya mwisho aliyoona, kule kuonekana kwa mwisho, kutembelewa kwa mwisho na Mungu kabla ya mwana aliyeahidiwa kuwasili jukwaani, ilikuwa ni Elohimu katika mwili wa kibinadamu. Ndipo mwana aliyeahidiwa akaja. Amina. Anasema sasa nao uzao wa Ibrahimu unamngojea mwana aliyeahidiwa, Yesu Kristo. Ni nani aliye uzao wa Ibrahimu hapa? Amina. Bwana asifiwe. Anasema nao wameziona ishara, kumiminwa kwa Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, uponyaji wa kiungu na kadhalika. Lakini wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa, Elohim atarudi kwa akina nani? Kwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Amina. Yeye amerudi tena kwetu sisi ambao ndio ule uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Jina la Bwana lihimidiwe. Ni nani aliyekuja katika siku yetu? Bwana asifiwe. Naye anasema mtu yeyote humu ndani anayeamini ya kwamba tabia za Yesu Kristo zimo miongoni mwetu usiku wa leo, inua mkono wako useme, ninaamini hilo. Amina. Ninaamini hilo. Amina. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho nabii wa Mungu alilosema kwenye kanda hiyo ilikuwa, alisema, kama mnaamini jambo hilo, na wapeni yeye katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Elohimu akijitoa mwenyewe kwetu sisi. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Lo. Lo. Mwaweza kuketi. Unaona, ewe bibi harusi wa Yesu Kristo, haiwezi kuzidi hapo. Elohimu mwenyewe akinena kupitia kinywa cha nabii wake alisema, ninawapeni huyo, ni yetu. Na hilo ndilo jambo tulilo hapa kulijua leo. Tunataka kufanana na yeye zaidi. Tunapaswa kujitoa wenyewe ili tufanane na yeye zaidi. Hiyo ndiyo ahadi yake, ili aweze, kadiri tunavyofanya zaidi ndivyo anavyoweza kuishi ndani yetu na kupitia sisi. Huo ndio wito ambao tumeuzungumzia. Inatupasa kumtambua Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Inatupasa kutambua na kuamini kwamba alikufa pale Kalvari kwa ajili yetu. Tunapaswa kuamini kwamba hilo ndilo neno. Hatuna budi kuamini kwamba yeye alimtuma Elohimu huyo kuja tena, akinena kupitia nabii mjumbe wake kumleta bibi harusi kwenye uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Hatuna budi kuamini jambo hilo. Lakini basi hatuna budi kuamini kwamba neno hilo linaishi ndani yetu. Nini jinsi ambavyo Bwana Mungu alivyojitambulisha kwa ukamilifu kwa tabia zake mwenyewe. Tabia zake mwenyewe ni kimo cha mtu mkamilifu. Na hiyo ndiyo sababu inatubidi kufanyika kimo cha wanaume na wanawake wakamilifu, wana na binti za Mungu. Kristo anayeishi, Elohimu akiishi katika mwili wa mwanadamu tena. Amina. Ndivyo wewe ulivyo. Ndivyo ulivyo. Jina la Bwana lihimidiwe. Alisema tabia yake ya kiungu inabidi iishi ndani yetu. Hiyo tabia ya uungu ya Bwana Yesu. Alisema anajenga nyumba ya kiroho kwa ajili ya kuishi. Nasi hatuna budi tupate kila kitu, na ndivyo tunavyofanya. Anatuambia tayari kwamba tuko kwenye uwanja wa vita, yatubidi tuzichomoe panga zetu, na yatupasa tuanze kumtwanga papo hapo. Nasi tunaangalia mambo yetu, na unapoijenga nyumba hiyo, kama vile Mbwana anavyotuambia kwamba, unajua, anasema unapoijenga nyumba hiyo unamimina msingi chini. Huwezi kuweka paa bado, unapaswa kuweka msingi chini. Lazima uweke yote kikamilifu, ndipo unaweza kuanza kujenga. Na kama tufanyavyo wakati tunapojenga na kuendelea huko, nayo mapungufu yetu madogo ambayo tumekuwa tukiyazungumza, utashindwa. Ndipo shetani atakwambia, unajua nini? Huna kiasi, huna hilo. Unafanya nini? Unachomoa upanga wako wenye makali kuwili kwa imani, nao unampiga. Kisha unamtwanga tena na kusema, lo, nimeshindwa. Na kusema, lo, huwezi kujenga juu ya nyumba hiyo. Hizo ndizo tabia zenyewe za mwana wa Mungu, kushika upanga wake na kumtwanga adui. Utafanya makosa, lakini wewe endelea kushambulia, wewe endelea tu kujenga. Kwa hiyo wakati ulipokuwa ukijenga hekalu, unajua nini? Wewe endelea kujenga na kushikilia mkuki kwa mkono mmoja, na uendelee kujenga tu, na uendelee kujenga tu. Na ndivyo tunavyofanya, na ndivyo yeye alivyotuambia. Tunashikilia upanga wako
imani mikononi mwetu, nasi tunaendelea kumtwanga. Naye anajua utashindwa, bali yeye anautazama ule ukamilifu ulio ndani yako. Jina la Bwana limediwe. Anasema kwamba umo katika nyumba hiyo tunayoishi katika siku za Sulemani. Walilijenga hekalu lile, lakini hekalu lile lilishindwa, likaharibiwa. Walienda mbali na neno, lakini yeye alisema hekalu hili halitashindwa. Nalo linajengwa sasa kwa neno. Linajengwa. Hekalu hili ni chombo hai cha Mungu kuishi ndani yake. Si hekalu lilojengwa kwa mikono. Sisi hatujajengwa kwa mikono. Sisi ni hekalu la kiroho ambalo Mungu anakuja kuishi ndani yake. Tunamwakisi yeye kwa ubao wa Mungu wa matangazo, na hivyo ndivyo kimo cha mtu mkamilifu kilivyo. Ni kumwakisi Yesu Kristo katika kila jambo tunalofanya. Tabia zake ambazo tunajua ni zipi, na jinsi ifaavyo tena tabia zake ni zipi? Alisema imani, wema, maarifa, kiasi, saburi, utauwa, upendano wa ndugu. Na jiwe la kifuniko ni nini? Upendo. Upendo mkamilifu. Katika bibi harusi wa Yesu Kristo mnaliona hilo miongoni mwenu. Mnaona jinsi mnavyopendana moja kwa mwingine, kuwa pamoja. Anasema hilo ndilo jiwe la kifuniko la huduma yote. Lakini je, tunaweza kuendelea kupitia mitihani na majaribu katika safari yote? Hilo litakoma hadi dakika ile ya mwisho, ile sekunde ya mwisho. Tutaendelea kuwa na majaribu na mitihani hiyo. Na tunapofanya hivyo, hatutaki kuwa kama vile ndugu Branham asemavyo, hatutaki kuwa kama vile tairi, nasi hatutaki kuishiwa upepo na kupata viraka ndani yake. Ndugu Branham anazungumza juu ya hilo leo, ni kwamba tairi kuukuu kwamba unapasuka. Na wengi wenu mnawajua walikuwa wakiweka kiraka kwenye tairi, nacho kinaitwa kiraka cha kale cha kunata gundi. Nawe unaingia kwenye tubu ya ndani na unachukua kiraka kidogo, nawe unakiweka hapo, nawe unakiweka kiraka hicho kwenye matairi yako na unashuka barabarani. Dakika ile unapoanza kwenda kwa kasi kidogo na barabarani, kiraka hicho kinabanduka kila mara kwa sababu hakingeshikamana nayo. Ilikuwa tu na gundi kidogo ya kunata iliyokuwa kando yake. Lakini wamekuja na mchakato unaoitwa kufanya plastiki kuwa ngumu na kuchomelea kitu kuwa kigumu. Na hivyo ni kwamba wanachukua mpira kwenye tairi, nao wanachukua salfa na kuiweka pamoja na kuipasha moto, na hiyo hali ya kemikali hutokea, na hicho kiraka walichokiweka pale kinakuwa kitu kimoja kinachomelewa pamoja. Inakuwa kwamba tairi yote inakuwa kitu kimoja, nawe unaenda moja kwa moja barabarani. Haitapasuka, itadumu pale kwa sababu ni sehemu yake imechomelewa kwenye hilo. Na hivyo ndivyo walivyo. Mchakato huo wanavyoufanya wao, wana kiasi kidogo cha salfa na kuweka mpira kidogo, nao wanaiweka pamoja. Kile sisi tunachofanya ni kwamba tunamchukua Roho Mtakatifu na kumchomelea, nasi tunachukua joto la nguzo ya moto na tunaichomelea kwenye neno. Tunakuwa mmoja na neno. Haitapasuka, haitapasuka. Amina. Bwana asifiwe. Ndiyo, sio kiraka kidogo cha kunata kinachoweka, kwa sababu ndugu Branham anasema hilo linapotokea, anaingia katika jaribio dogo, na kwanza nalo jaribu linakuja, itakwenda kupasuka. Wewe huwezi kustahimili hilo, lakini sio sisi. Mtihani na majaribu hayo yanaendelea, nasi tunayapitia na tutakuwa tunayazungumza. Huyo ni shetani kwenye mawindo, kwa sababu anajua yuko mwishoni. Ulimwengu wote unajua kwamba tuko mwishoni. Wapo katika hofu. Tunao wahudumu wengi wa madhehebu kote wanaotaka kujua kuhusu maono hayo ya ndugu Branham. Nami nimewaambia kuhusu hilo hapo nyuma. Wananiandikia, wanataka kujua kuhusu hilo, ni kitu gani kinachotendeka, nini kinaendelea. Tunataka kusikia yale aliyosema kwenye ile mihuri, nyakati za kanisa, kile kinachotendeka katika maono hayo na kile kinachoendelea baada ya ndugu Branham kusema. Wanakuja, wanayafuata hayo mafuta, wanajua hilo ni mwishoni. Wanaona kile kilicho huko nje, Donald Trump na Hillary Clinton. Tafadhali, na maanisha ndugu Branham anasema, sababu unasema ni aibu duniani na hali zilizomo. Anaendelea, ninyi ndio mliowaweka humo, ndivyo mnavyotaka. Hivyo ndivyo pande zote mbili zinavyotaka. Hicho ndicho wao wanachotaka. Hillary Clinton na Donald Trump ndivyo wao wanavyotaka, nao wanayapata. Bwana asifiwe. Bibi harusi anayo nguzo ya moto. Amina. Amina. Lo, Mungu wangu. Lo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That's quite a leader. Huyo ni kiongozi kabisa. Amina. Bwana asifiwe. Hebu tumpigie makofi mengi. Asante Bwana. Lo, Mungu wangu. Lo, Mungu wangu. Amina. Lakini tu mmesimama. Tunaenda kuingia moja kwa moja kwenye maombi.
Kwa mara nyingine tena ni kwamba katika kufanya hivyo, wakati Branham anapozungumza kuhusu jambo hilo, linapenda neno hilo kiraka cha kuchomelewa, na kuwa tu unakuwa mmoja kwa joto la Roho Mtakatifu. Bwana linakuja juu yetu, nasi tunakuwa mmoja na neno, na hilo ndilo tunalofanya hapa leo, ni kuwa mmoja na neno. Tunaongeza kwenye jengo lake kimo hicho cha mtu mkamilifu. Sisi hatuko, lakini yeye yuko hivyo. Acha kujangalia ulivyo. Usijangalie wewe ulivyo, wewe mwangalie yeye. Na unaposhindwa, Bwana nisamehe, ili hapa mshinde na uendelee mbele. Usisimame. Tuko katika safari, tunakwenda sote, tuko katika safari hii pamoja, nasi tunalijenga tu kanisa hilo. Nami ninaamini kuwa wakati umefika. Ni mbaya zaidi sasa kuliko ulivyokuwa wakati ujumbe huu uliponenwa. Inapaswa kuwa hivyo kwa sababu sisi tumewasili. Hilo lilinenwa kwa ajili yenu leo. Kwa hiyo unaitambua hiyo tabia ya Yesu Kristo ikiishi ndani yako. Ulimwengu unaiona? Unaiona katika mmoja kwa mwingine. Anasema, watoto wadogo pendaneni. Hilo ndilo linalotuunganisha pamoja. Hakuna upendo mkubwa zaidi katika ulimwengu huu. Usiruhusu vitu vidogo vinavyotuzinga kwa upesi viondowe. Tuko kwenye safari hiyo, tumekaribia tu kufika. Maili chache tu zaidi nasi tutawasili. Ninaamini hivyo. Anatuthibitishia kwamba yeye yuko. Lakini ninapenda hilo kuchomelewa. Inasema Webster, nguvu isiyodhoofishwa. Jamani, uvutikaji. Amina. Na mwishowe uimara wa kudumu. Sisi ni imara, hatuendi popote. Tunasimama kwenye neno hili tukiwa tumechomelewa. Tunaweza kusema, mimi ni ndani ya Baba, Baba yu ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Tumechomelewa. Sisi ni mmoja. Bibi harusi wa Yesu Kristo ni mmoja pamoja naye. Huyu bibi harusi. Ni jambo la baraka jinsi gani Bwana alilotupa. Ajabu sana. Lakini tunapoingia katika hitaji letu la maombi asubuhi ya leo na kusema tu ya kwamba adui anatufuatia kwa sababu anajua yuko mwishoni, na anajua kwamba bibi harusi wanajitambua wao ni nani, na wanapata nguvu kila siku. Je, unapata nguvu kila siku? Je, unahisi moyoni mwako kwamba Bwana, ninapata nguvu, nazidi kujitambua kuwa mimi ni nani? Na kadri unavyozidi kujua kwamba wewe ni nani, basi unaweza kweli kushikilia huo upanga kwa imani, kwa sababu unajua wewe ni nani. Sio mkono dhaifu, mkono wenye nguvu, na jambo fulani lililo ndani kabisa ya moyo wako unajua, kwa sababu unamwangalia yeye, sio wewe mwenyewe. Nawe unakuwa na nguvu kila itwapo leo. Mara yule bibi harusi atakapojitambua kweli kwamba wao ni nani, ile imani ya kunyakuliwa, tutatoka hapa. Sisi ndio tunakuzuia kule kuja kwa Bwana, si yeye. Yeye anatungojea tu sisi. Kwa hiyo hilo ndilo tunalofanya sote walio hapa na wao wanaosikiliza kote ulimwenguni, bibi harusi wa Yesu Kristo. Lakini leo tuna ili kuonyesha kwamba yeye yuko pamoja nasi. Wiki iliyopita tulikuwa na ajali 3, ajali za gari. Ndugu Isaiah Newman papa hapa kwamba trailer lilitoka barabarani, alikuwa akivuta trailer kubwa, nalo trailer hilo likapinduka na kumvuta, nami nadhani karibu mbele ya semi angekuwa amekufa. Amesimama papo hapo. Amina. Dada yetu Janine Lavin na binti yake walipata ajali ya gari jana. Walichomoka, walikuwa wanaenda katika 362 nadhani ilikuwa, walitoka nje kwa eneo hilo la kati barabara ya jimbo letu la 62 ikiwa na alama ya T kabisa kando. Walipinduka na gari, walisema mara 2 ama 3 likamrusha nje. Mmoja wao hata hakuwa amejifunga mkanda wa kiti. Je, yuko hapa asubuhi ya leo? Wako papa hapa asubuhi ya leo. Hao hapo. Ndugu yetu Mike na dada Phyllis, mjukuu wao Ethan Embia, akiwa anaelekea shuleni, alipindua gari lake la traki, pia kuponda teksi upande wa pili. Ingemuua. Yuko hai leo. Hayuko hapa, lakini yuko hai leo. Malaika wakiwa wamepiga kambi pande zote. Amina. Je, tuna nini cha kuogopa? Hakuna kitu. Hakuna lolote la kuogopa. Hakuna cha kuogopa. Bwana sifiwe.
Bwana anaenda kutoka kwa aliye mdogo sana hadi kwa aliye mpya kabisa na kwa mkongwe wa vita. Nimepigiwa simu asubuhi ya leo na ndugu yetu Luke Scott na mkewe Rebecca. Walikuwa tu na mtoto wao mdogo Hana. Asubuhi hii walikuwa na mfumo wa upumuaji kwenye hospitali za Kiyahudi, akiwa na wakati mgumu na wa kupumua. Na kisha nikapata ujumbe kutoka kwa ndugu Gordon kwamba wanafikiri huenda alikuwa amepatwa na kiharusi, amepoteza usemi wake na kusema kuwa sukari yake iko juu na kusema mwili wake unavimba. Adui anamvizia. Lakini unajua nini? Sote tunalo kombeo dogo. Ni dogo, lakini yeye alisema ni hatari. Nasi tumefundishwa kama tutaokota hayo mawe madogo matano, alisema ni EMANE, imani, yaweke kwenye kombeo hivi sasa na uanze kuzungusha. Nayo yanamwendea Shetani, naye anasema anapopata jiwe hilo linapitiliza tu. Lakini huyo Roho Mtakatifu anapolishika ile jiwe, jambo fulani hutukia. Na hilo ndilo tunaloamini kama watoto wa Mungu, ya kwamba yeye atajibu kila moja ya maombi hayo anayafuatia. Tunayo mahitaji mengi ya maombi ambayo yameletwa. Watu wengi ambao ni wagonjwa nao wanahitaji mguso kutoka kwa Bwana Yesu. Wengi wenu nje huko nahitaji mguso kutoka kwa Bwana Yesu. Lakini zaidi ya kitu chochote, Bwana, nipe kutembea karibu zaidi nawe Bwana. Bwana, nataka kufanana na wewe zaidi. Hiyo ndiyo haja moyo wangu. Inua mkono wako juu na uinamishe kichwa chako na kusema, Bwana, leo nakihitaji hicho kimo cha mtu mkamilifu ndani yangu Bwana Yesu. Nataka kufanana na wewe Bwana Yesu. Nitumie hiyo leo Bwana, leo kuliko hapo awali Bwana. Hayo mambo yote yanayonizinga Bwana, ninaliweka jiwe hilo kwenye kombeo na linaliua. Mchukue Roho Mtakatifu, lishike jiwe hilo na Bwana liue hilo. Maombi haya yote Bwana, Bwana, yafuatie. Warudishe ndani ya zizi la kondoo Bwana Yesu. Wao ni wana kondoo wako. Shetani, huna haki, kwa sababu hawa ni wana kondoo wadogo wa Mungu, nawe unawafuatia leo. Kama vile tu nabii huyo alivyosema, tunawafuatia. Sisi ni askari ambao tumefundishwa kwa uaminifu jinsi ya kulifanya jambo hilo. Tunajua jinsi ya kulifanya. Unajua jinsi ya kushika upanga wako. Ushikilie katika mkono wako wa imani sasa hivi. Bwana, ninaamini, sitatikiswa Bwana Yesu. Ninaamini kwa moyo wangu wote. Njoo Bwana Yesu, uwe pamoja nami leo. Tunakuhitaji sasa. Tunaamini ya kwamba uko pamoja nasi Bwana Yesu. Tunajua, tunakuhisi, tunautambua uwepo wako pamoja nasi Bwana. Tunautambua, tunaweza kukutambulishwa. Umejitambulisha mwenyewe kwa tabia zako kwamba uko pamoja nasi Bwana. Wewe ni Elohim, unaishi katika mwili pamoja na watoto wako. Unaishi katika mwili uliotuletea neno. Unaishi katika mwili uliotuambia, kutupa maagizo jinsi tunavyopaswa kutenda, jinsi tunavyopaswa kuenenda, kile sisi tulicho. Sasa tunaingia kwenye vita, nasi tutashinda. Sisi ni jeshi la Mungu lisiloshindwa, tusioshindwa. Hakuna kinachoweza kusimama mbele ya maombi yetu. Hakuna kitu. Jina la Bwana lihimidiwe. Hebu na tuimbe wimbo wetu mdogo basi. Yuko hapa. Yuko hapa. Haleluya. Yuko hapa. Amina. Mtakatifu, mtakatifu. Unaweza kumsikia? Analiita jina lako. Jina la Bwana lihimidiwe. Yuko hapa. Haleluya. Yuko hapa. Amina. Yuko hapa. Mtakatifu, mtakatifu. Nitale sifu jina lake tena, maana yuko hapa. Unaweza kumsikia analiita jina lako.
kumshika, nawe hautabaki vile ulivyo kuwa. Hebu tumwimbie mara nyingine tena. Yuko hapa, haleluya, yuko hapa, amina, yuko hapa, mtakatifu, mtakatifu, nitalisifu jina lake tena. Yuko hapa, umsikilize kwa makini, analiita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumshika, nawe hautabaki jinsi ulivyokuwa. Yehova mkuu, jinsi gani tunavyokupenda kwa moyo wetu wote Bwana, jinsi tunavyokushukuru kwa yote unayotufanyia Bwana. Neema na neema zako na upendo wako mkuu Bwana Yesu. Baba, tunakushukuru kwa nafasi nyingine tuliyo nayo ya kukusanyika pamoja kama bibi harusi wako Bwana Yesu. Kutoka mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, tunakusanyika pamoja kuzunguka wewe Bwana. Baba, neno lako, mbingu na nchi zaweza kupita, lakini neno lako halitashindwa kamwe Bwana Yesu. Bwana, wewe ndiye mwamba wetu, wewe ndiye kimbilio letu, wewe ndiye ngome kuu Bwana. Nasi tunataka kuja kwako leo Bwana Yesu na kulitafuta kimbilio Bwana. Baba, tunakualika tuje na uwe pamoja nasi leo Bwana. Fungua mioyo yetu Bwana, nia zetu, nafsi zetu, utu wetu Bwana, ili neno hili liweze kuingia na kuijaza miili yetu Bwana Yesu. Baba, kila kitu ambacho hakifanani na wewe Bwana, tuko hapa kukiondoa Bwana, kwa maana tunajua wewe unamjia bibi harusi wako, na bibi harusi wako hana budi kuwa ndani yako, na kwa hiyo ni kamilifu kama vile wewe ulivyo mkamilifu Bwana. Na Baba, tumesikia maombi haya Bwana, ambayo tunataka kukushukuru Bwana kwa kuwepo pamoja na wanakondoo wako wadogo, na mikono yako juu yao kuangalia na kuwalinda Bwana. Daima uko pamoja nao Bwana, uko pamoja nasi popote tuendapo, lolote tufanyalo Bwana. Tunapaswa kukumbuka daima na kukushukuru Bwana Yesu. Unanifanya kuwa halisi zaidi kwa bibi harusi wako kila siku Bwana Yesu. Tunafanana zaidi na wewe Bwana, na hilo ndilo tulilo hapa kufanya leo kwa mara nyingine tena Bwana, ni kufanana na wewe zaidi, kuwa vimo vya wanaume na wanawake wakamilifu Bwana Yesu, ili wewe uwe na maskani ambayo unaweza kuja na kuishi ndani yake. Na leo na iwe hivyo Bwana Yesu, tutakuwa hatua moja karibu zaidi Bwana kwako na kwa kule kuja kwako. Na Bwana, mahitaji haya ya maombi, shetani amekuja kuwafuatia watoto wako wadogo Bwana, lakini Baba, kama vile tulivyolifikiri jambo hilo Bwana, kama vile nabii wako walivyotuambia ya kwamba wewe ulitupa silaha kuu, lile bomu la atomiki, imani katika neno lako Bwana Yesu. Naye maskini Daudi alipookota hayo mawe matano ya imani Bwana, naye akalirusha jiwe hilo kumwendea Goliati, nalo likampiga moja kwa moja juu ya alama. Tunayatupa mawe yetu leo kwa mahitaji haya ya maombi Bwana Yesu. Yachukue yote, yashikilie Bwana, na kwa Roho wako Mtakatifu piga juu ya alama. Shetani umeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Baba, tunakupenda, tunaliamini Bwana, tumeushika upanga wetu mikononi mwetu tukiamini Bwana ya kwamba Baba, sisi ni watoto wako Bwana, na ya kwamba wewe upo pamoja nasi, na chochote tunachoomba na tunachogusa kwa kuamini kuwa tunaweza kukipata, tunakiamini na tunakikubali Bwana. Kila mkono ulioinuliwa, unajua kila hitaji lililokuwa nyuma ya mkono huo Bwana. Baba, litimize hitaji hilo, watie moyo Bwana, labda mara nyingi ambao tayari wamekuomba wewe, lakini Bwana wape imani Bwana, imani ya Ibrahimu Bwana. Hatutatikiswa Bwana, tunaliamini, tumekwisha liomba, sasa tunaliamini, tuweke dhabiti Bwana Yesu. Tupe maagizo leo Bwana, ili tuwe na ya kutimiza maagizo hayo, na tuwe askari kwenye nafasi yetu ya kazi Bwana, tukingojea kusikia kutoka kwa mwalimu mkuu, jemedari wetu mwenye nyota 5, anene kupitia nabii wake Bwana. Bwana, tunakupenda na kukushukuru Bwana. Tubariki na uwe pamoja nasi leo, nasi tunakupenda Bwana. Lo, tunafuraha sana kuwa katika uwepo wako Bwana. Wewe kweli ni chemchemi isiyokauka Bwana.
Bwana, inayotujaza kwa Roho wako Mtakatifu. Asante Bwana. Sasa tunayachukua maombi haya, tunawachukua watu wako Bwana kutoka ulimwenguni kote Bwana, tunapokuja mbele ya kiti chako cha enzi asubuhi ya leo Bwana. Tunaamini kwa sababu tunaomba katika jina hilo, jina lililo la ajabu, jina litoshelezalo, jina la Bwana wetu na Mwokozi wetu, yule mimi niko aliye mkuu, Bwana Yesu Kristo. Amina na amina. Yuko hapa, haleluya, yuko hapa, amina, yuko hapa, mtakatifu, mtakatifu, nitalisifu jina lake tena. Yuko hapa, unaweza kumsikia analiita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumshika, nawe hautabaki vile ulivyokuwa. Bwana sifiwe. Lo, jinsi yeye alivyo mwema kwetu. Amina. Mwaweza kuketi. Lo, jinsi inavyopendeza kuwa hapa na kila mmoja wenu tena asubuhi ya leo. Matarajio makubwa kwa kile tutakachokisikia. Kitikio kile kidogo tulichoimba kitambo kidogo nyuma kwenye maskani, njoo twende pamoja nyumbani mwa Baba yangu ambako kuna amani, amani, amani. Lo, njoo twende pamoja nyumbani mwa Baba. O nyumbani mwa Baba, o nyumbani mwa Baba. Lo, njoo twende pamoja nyumbani mwa Baba yangu ambako kuna amani, amani, amani. Lo, njoo twende pamoja nyumbani mwa Baba. O nyumbani mwa Baba, o nyumbani mwa Baba. Lo, njoo twende pamoja, o nyumbani mwa Baba yangu ambako kuna amani, amani, amani. Baba wa thamani wa mbinguni, ni furaha iliyoje kuja nyumbani mwako leo Bwana. Bwana, tunakushukuru tu sana kwa yote uliyotutendea. Tunakushukuru kwa ajili ya malaika wanaopiga kambi kutuzunguka Bwana, kwa ajili ya ile nguzo ya moto inayoandamana na kila mmoja wetu Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa hilo. Unapozibariki zaka hizi, sadaka hii, uwe pamoja nasi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana, utufungulie neno lako leo Bwana. Tunataka kufanana na wewe zaidi Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Ndio, lo, njoo nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Baba, oh, nyumbani mwa Baba. Lo, njoo twende pamoja, oh, nyumbani mwa Baba yangu ambako kuna amani, amani, amani. Njoo twende pamoja nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Baba. Lo, njoo twende pamoja nyumbani mwa Baba yangu ambako kuna furaha, kuna furaha, kuna furaha, furaha. Njoo twende pamoja nyumbani mwa Baba, oh, nyumbani mwa Baba, oh, nyumbani mwa Baba. Lo, njoo twende pamoja nyumbani mwa Baba yangu ambako kuna upendo, kuna upendo, upendo, upendo. Njoo twende pamoja, njoo twende pamoja nyumbani mwa Baba, oh, nyumbani mwa Baba, oh, nyumbani mwa Baba. Lo, njoo twende pamoja nyumbani mwa Baba ambako kuna upendo, 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 upendo. Ndio
Tunapoimba kwa mara nyingine tena, hebu peana mikono na kila mmoja, geuka upande wa kushoto, kulia, na wasalimie ndugu na dada zako. Kweli ndio, ndio pamoja nyumbani mwa Baba. Oh, nyumbani mwa Baba. Oh, nyumbani mwa Baba. Tuende pamoja nyumbani mwa Baba yangu, ambako kuna upendo, kuna upendo, upendo, upendo mara moja zaidi. Oh, twende pamoja, oh, nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Baba. Oh, twende pamoja nyumbani mwa Baba yangu, ambako kuna upendo, upendo, upendo. Na hivi punde asubuhi itakapofika, wakati watakatifu wote wa Mungu wakusanyika hapo nyumbani, nasi tutahadithia jinsi tutavyoshinda, kwa maana tutalelewa vyema zaidi. Hivi punde, lo, hivi punde, hivi punde asubuhi itakapofika, wakati watakatifu wote wa Mungu wakusanyika hapo nyumbani, tutahadithia jinsi tulivyoshinda, kwa maana tutalelewa vyema zaidi. Hivi punde. Mara nyingi tunasukumwa huku na huku na kupelekwa kwenye bahari isiyotulea, wakati anga yenye hali ya huzuni na tufani inayovuma, na kufanikiwa kupata mwangaza wa jua katika halisi siku kamilifu. Wakati ukungu umeondolewa, tutalelewa vyema zaidi. Hivi punde, lo, hivi punde asubuhi itakapofika, wakati watakatifu wote wa Mungu wakusanyika hapo nyumbani, tutahadithia jinsi tulivyoshinda, kwa maana tutalelewa vyema zaidi. Hivi punde. Mara nyingi tunapungukiwa na vitu ambavyo maisha yanavidai: kukosa chakula na kukosa makao, vilima vyenye kiu na nchi tasa, lakini tunamtumaini Bwana, na kulingana na neno lake tutalelewa vyema zaidi. Hivi punde, oh, hivi punde asubuhi itakapofika, wakati watakatifu wote wa Mungu wakusanyika hapo nyumbani, tutahadithia jinsi tulivyoshinda, kwa maana tutalelewa vyema zaidi. Hivi punde. Majaribu kisa kila upande, nasi hatuwezi kuelewa njia zote ambazo Mungu angetuongoza kwenye nchi hiyo ya ahadi iliyobarikiwa, bali yeye hutuongoza kwa jicho lake, nasi tutatafuta yeye mpaka kufa, kwa maana tutalelewa vyema zaidi. Hivi punde, oh, hivi punde asubuhi inapofika, wakati watakatifu wote wa Mungu wakusanyika hapo nyumbani, tutahadithia jinsi tulivyoshinda, kwa maana tutalelewa vyema zaidi. Hivi punde. Majaribu, mitego iliyofichika mara nyingi hutuchukua bila kujua, na mioyo yetu imefanywa kuvuja damu kwa maneno mengi yasiyofikirika au tendo, nasi tunashangaa kwa nini mitihani tunapojaribu kufanya vitu tuwezavyo, lakini tutalelewa vyema zaidi. Hivi punde, oh, hivi punde asubuhi inapofika, wakati watakatifu wa Mungu wote wakusanyika hapo nyumbani, tutahadithia jinsi tulivyoshinda, kwa maana tutalelewa vyema zaidi. Hivi punde. Ubeti wa tatu kwa mara nyingine tena, ubeti wa tatu kwa mara nyingine tena. Majaribu giza kila upande, nasi hatuwezi kuelewa njia zote ambazo Mungu angetuongoza kwenye nchi hiyo ya ahadi iliyobarikiwa, bali yeye hutuongoza kwa jicho lake, nasi tutafuata yeye mpaka kufa, kwa maana tunalelewa vyema zaidi. Hivi punde, oh, hivi punde asubuhi inapofika, wakati watakatifu wote wa Mungu wakusanyika hapo nyumbani, tutahadithia mpaka jinsi tulivyoshinda, kwa maana tunalelewa vyema zaidi. Hebu tumpigie makofi. Hivi punde, hivi punde
watakatifu wote wa Mungu wakusanyika kwa nyumbani, nasi tutadisia jinsi tulivyoshinda, na tutalelewa mema zaidi. Bwana asifiwe. Amina. Amina. Oh, I love that. Lord, ninalipenda hilo. Jinsi tutakavyohadisia vile tulivyoshinda. Nasi tunashindaje? Kwa damu ya mwanakondoo. Lord, tutashinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wetu. Lord, tutashinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wetu. Lord, imba haleluya, imba haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya. Tutashinda. Tutashinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wetu. Tutashinda, tutashinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wetu. Sasa kwa utamu kwake yeye, lo, imbeni haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya. Lo, tutashinda, lo, tutashinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wetu. Tutashinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wetu. Imbeni haleluya, 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 haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya, imbeni haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Maweza kuketi kwa muda mfupi tu. Oh, I'm so thankful. Lord, ninashukuru sana nguvu hizo za kushinda. Na kwa kweli yeye alifanya hivyo kwa ajili yetu pale Kalvari. Na ninashukuru sana kwa ajili ya siku ile pale Kalvari. Inamaanisha kila kitu. Unajua, nilikuwa na deni ambalo sikuweza kulilipa, nawe nilihitaji mtu wa kuniosha dhambi zangu. Lo, kweli ni neema ya ajabu. Alililipa deni ambalo hakuwa nadaiwa. Nilikuwa na deni ambalo sikuweza kulilipa. Nilimhitaji mtu wa kuniosha dhambi zangu. Na sasa ninaimba wimbo mpya kabisa, neema ya ajabu. Siku nzima Kristo Yesu alilipa deni ambalo mimi nisingeweza kamwe kulilipa. Mara moja tu zaidi. Alilipa deni ambali alikuwa hadaiwi. Nilikuwa na deni ambali sikuweza kulilipa. Nilimhitaji mtu
wa kuniosha dhambi zangu. Na sasa ninaimba wimbo mpya kabisa, neema ya ajabu. Siku nzima Kristo Yesu alilipa deni ambalo mimi nisingeweza kamwe kulilipa. Neno betu wa mwisho. Siku moja anarudi kunichukua, niishi naye milele. Je, utakuwa ni utukufu kumwona yeye siku hiyo? Ndipo basi nitauimba wimbo mpya kabisa, neema ya ajabu. Siku nzima Kristo Yesu alilipa deni ambalo mimi nisingeweza kulilipa. Mara moja tu zaidi. Siku moja anarudi kunichukua mimi, niishi naye milele. Je, utakuwa ni utukufu kumwona yeye siku hiyo? Ndipo basi nitauimba wimbo mpya kabisa, neema ya ajabu. Siku nzima Kristo Yesu alilipa deni ambalo mimi nisingeweza kamwe kulilipa. Hebu tuvumishe huku tunaposimama. Jinsi ninavyompenda, jinsi ninavyomuhimidi, pumzi yangu, mwanga wangu wa jua, yote katika yote kwangu, yule Muumba mkuu akafanyika Mwokozi wangu. Utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. Lo, jinsi ninavyompenda, jinsi ninavyomuhimidi, pumzi yangu, mwanga wangu wa jua, yote katika yote kwangu, yule Muumba mkuu akafanyika Mwokozi wangu. Utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. Mara moja tu zaidi. Jinsi ninavyompenda, lo, jinsi ninavyomuhimidi, pumzi yangu, mwanga wangu wa jua, yote katika yote kwangu, yule Muumba mkuu
akafanyika Mwokozi wangu. Utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. Hebu tuimbe mara moja zaidi, jinsi hilo lilivyo zuri. Lo, jinsi ninavyompenda. Kweli tunakupenda Bwana Yesu, jinsi ninavyomuhimidi. Ndiyo Bwana, pumzi yangu, mwanga wangu wa jua, yote katika yote kwangu. Yule Muumba mkuu akafanyika Mwokozi wangu. Utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. Tunaponyenyekea kwa upole, vichwa vyetu vimeinamishwa, Amina. Hebu tumwimbie. Amini tu, amini tu, yote natendeka. Amini tu, amini tu, amini tu, na mambo yote yatendeka. Amini tu. Mwaweza kuketi. Ni baraka iliyoje asubuhi ya leo kuweza kumkaribisha tena kwenye jukwaa hili, kwake yeye kunena maneno ya uzima wa milele kwetu sisi, kwamba tunaweza kujifunza leo jinsi ya kufanana na yeye zaidi, ili kwamba ile tabia ya Yesu iweze kuishi na kuwa katika ule mwili, bibi harusi wa Yesu Kristo. Ndugu Branham atuletee ujumbe, kimo cha mtu mkamilifu. Mungu awabariki. Huyu hapa nabii wetu, mchungaji wetu, ndugu Branham.